Zainab, Zainabu, Zainabu, oh Zainab, Zainabu, Zainabu, usilie Zainab, Zainabu, Zainabu, Zainab, we Zainabu, usilie Zainab, Zainabu, Zainabu. Hauna aibu? Hauna aibu Adili? Nyumba ya kwangu mimi na kila kitu changu kilichomo humu ndani. Unatoa wapi ujasiri wa kunifukuza mimi na Daniela? Unatoa wapi huo ujasiri Adili? Nakwambia siondoki. Kwa hiyo wewe hapa uondoke. Nakuuliza Vero, wewe hapa uondoke? Siondoki Adili. Sasa subiri. Subiri. Nyumbani kwangu mimi Adili, unanisubirisha. Nakwambia utaondoka wewe. Mimi na Daniela utatuacha hapa hapa. Twende ndani. Nyanyua mguu wako. Nyanyua mguu wako hata chembe Vero. Nyanyua mguu wako hata chembe. Utanifanya nini Adili? Vero, unabishana na mimi? Wewe pumbavu wewe. Wewe unanibishana na mimi Vero wewe? Wewe unabishana na mimi? Wewe na ipaka yako. Sasa subiri nikuonyeshe. Subiri. Mama, umeumia? Nini? Nini Vero nini? Adili tatuua. Adili yuko na panga Dawini. Atatuua. Tufungulie. Bwana mimi sitaki kwangu Vero. Nilishakufukuza hapa, sikutaki kwangu, nataka kunitafutia mimi matatizo. Ataniua Dawini, akikuta atatuua wote Dawini. We Vero! We subiri. Vipi? Vero! Najua umemficha ndani, si ndio? Wapi? Najua umemficha ndani, si ndio? Niambia umewaona? Nikwambia umewaona? Niambia ukweli, umemficha ndani, si ndio? Adili umezidi. Kwa Chiku unamdanganya mimi, si ndio? Vero! Wewe unajibishana na mimi leo Chiku. Unataka nijibishana? Wewe Chiku nitakuua. Chiku nitakuua. Nyau tu. Chiku unanipandishia mimi Chiku. Kwenda huko mshenzi huko. Nafikiri unajua vizuri Chiku. Chiku unanipandishia mimi, unanijibu mimi Chiku. Unanifanya nini? Nakuuliza unanifanya nini wewe si Chiku? Nataka nikwambie, nitakuonyesha. Una ubavu. Nitakuonyesha Chiku. Nakwambia una ubavu Adili, katafute wengine, sio mimi Chiku. Mimi sina ubavu leo, si ndio? Mimi sina ubavu leo, si ndio? Chiku nitakuonyesha. Ubavu huna na hauna la kufanya. Subiri uone. Mungu nipe uvumilivu. Waswahili walisema mwana kulitafuta mwana kulipata. Mzungu akasema wewe siko mbali, mwana kulifind mwana kuligeti. Ndugu yangu umeligeti vibaya. Nicheke nenepe nune na mume. We godi baba. Sagodi. Asante.
Mume sina, ulinichamba hapa. Oh, bundi. Niko kama bundi. Mbona leo umekuja kwa bundi unalialia ovyo? Nyie, nakwambiaje, malipo hapa hela mahesabu. Tunalipana duniani, tukienda kwa godi, tunaenda kuhesabiana tu. Nini kujiliza? Nyamaza. Nini? Nakusikiliza. Naomba unipeleke kwa Zainab. Nikamwombe msamaha. Nikamwombe msamaha Zainab. Na ikiwezekana mimi tushirikiane tumteketeze Adili. Adili ni adui wa wanawake Zainab, mbona anapopata shida mimi? Hivi wewe hubadiliki? Wewe hubadiliki? Unataka leo hii ukamteketeze Adili? Adili ni adui wa wanawake. Kipindi Adili unamuita mtoto wa mama mkwe, sijui pita ndani, mama umempikia makange, makolonya, kila kitu, alikuwa sio adui wa wanawake? Kiko wapi? Hebu angalia mustakabali wa maisha yako. Nzuri na nzuri kuliko kwako, wewe sio mke wa Adili. Hivyo una uwezo wa kutoka ukamove on, ukaachana na maisha haya. Nini usitaka kubadilika? Mama Dani, leo hii unamfanya Dani kama kinda la ndege, asokuwa na ba, asokuwa na che, wala asokuwa na a. Huo muda wa kusoma mtoto anaupata wapi? Kama anakimbia anaenda, anakimbia anarudi, anapata wapi muda wa kusoma? Unataka Dani awe mtoto wa design gani kama sio mtoto mbaya, chokora, teja, mwizi? Yote unataka wewe. Yaani kila ambacho kinatendeka kwenye maisha yako wewe ndio chanzo. Una wa kumshtakia Mungu, una wa kumkimbilia nani? Acha nikuambie, unachotakiwa kwa sasa wewe ni kujirekebisha. Badilika. Dani anakuwa kama jagi lenye maji. Jagi rusha urushavyo, lakini matone yakidondoka chini kila moja inaenda kivyake. Na ndio Dani maisha yake atakavyokuwa. Atakuwa na mwisho mbaya. Unataka kuwa mama wa design gani? Mama shetani. Mama mbaya unayebeba kisasi moyoni mpaka kisasi kinakuja kwa mtoto wako. Na mtoto anakuwa kisasi mpaka kwa kizazi chake. Ndio hao kina Adili. Nini Dachiku, kitu gani? Yaani katika saa uliongea point kidogo ni ulivyosema ukamuombe Zainab msamaha. Lakini sio eti umteketeze Adili. Kisa umeteswa kidogo tu. Aliyeteswa sana. Aliyeteswa sana asemeje? Uliona raha kula nyama kwenye mwanga, ila ukamwonea kalaa aliyekunywa uji kwenye giza. Leo unataka ukamwombe msamaha. Cha kukusaidia mimi nitakupeleka kwenye msamaha tu. Zainab hana shida, kashavuka. Roho mbaya hana. Ana upendo mtoto wa mwanamke yule. Kazaliwa vizuri. Sio wewe uliyemkumbatia mtoto wa mama mkwe ukamweka ndani akasahau familia yake. Yeye atakupokea kama mwanamke mwenzie. Mimi niko tayari Dachiku. Wanaenda tukaniombe msamaha. Mimi mbona nimeshabadilika. Kaniombe msamaha Dachiku kwa Zainab. Kaniombe msamaha Dachiku. Naambia sababu yote Dachiku. Haki ya Mungu atakaonipa mimi nitaifanya. Nitaifanya Dachiku. Wewe usijitoe akili, wewe usinililie. Na kuonea huruma sana ndugu yangu. Kwa sababu mimi nimeumbwa na huruma. Na ninajisikia vibaya hasa kumnyanyasa mwanamke mwenye kiumbe. Mimi naumia. Ninachotaka kukuambia, mdogo wangu, utaenda mwenyewe kwa Zainab. Kwa Zainab unaenda kuomba msamaha mwenyewe, mimi sikupeleki. Na kingine, hii ndio kubwa kuliko. Ukimalizana na Zainab, naomba umalizane na wanakikundi. Na sio tu wanakikundi, hata mimi unatakiwa kumalizana na mimi kwa sababu na mimi ni mwanakikundi. Hiyo mbaya. Ni Vero.
kaja na mjelajela kama huyo Vero ndo anazidi kusakayuka. Hiyo ndo mbaya. Mume wa mtu tu sumu. Kwenye jambo la mtu tu kambali kuna jela. Noma sana. Ila we Dachiku, we kwa kuingilia mambo ya watu, ipo siku kuna kitu kitakukuta, sio bure nakwambia. Makubwa tena makubwa, madogo yana wenyewe na yana nafuu. Wewe kinakuuliza kitu gani? Wewe unalizwa na huyu ni mcharuko? Usi shoga yako huyu, shoga yako mkubwa uliyekuwa unampelekea mpaka siri zako Wewe huyu akuulize hapa kuna kitu gani usichokijua kwa huyu? Kakosekana mmoja tu hapo, nani Nyamigoko Zai cha kupewa, lakini wote ni wale wale. Kinakuuliza nini? Hebu nyamaza uko bwana, nyamaza na tuondoke. Tena unyamaze kabisa. Hivi mwanao angekuepo hapa Daniela, si ungemtia unyong'onyo? Ungemtia mtoto unyong'onyo kwa upumbavu wako. Hii si umelitaka mwenyewe, umelitafuta mwenyewe. Hii ndundu ya yuyu, acha uibebe na ucheze nayo. Kinakuuliza nini? Naomba nikuulize swali, tunaenda ama unaendelea kulia? Na kama unaendelea kulia utaniambia huo msiba tunasafirisha ama unazika hapa hapa, na kama unasafirisha kwenu Mbwinde nijue. Anaenda analia, anaenda analia, huruma anatia huruma. Zainabu Kiboko. Dachiku, najisikia vibaya sana Dachiku, najisikia vibaya. Nimefanya vitu vingi vibaya yule mwanamke, nimefanya vitu vingi sana. Natoa wapi ujasiri wa kusema naenda nyumbani kwake mimi? Naanzia wapi Dachiku? Dachiku, Dachiku. Boba, 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 Zuhura boba, 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 Bibi Nadia boba, 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 Naemi boba, nataka kuboba, sisema mwanamume sisema, nataka kuboba, sisema mwanamume sisema, nataka kuboba. Kiukweli nimefurahi sana, yaani japo kwa uchache huu, lakini nimejikuta nina furaha sana. Kiukweli mimi nianze na kuwashukuru kwa sababu nimefurahisha sana na furaha zenu na imani zenu kwangu. Mimi leo sitaongea mengi kutokana na muda, lakini kwa sababu huu moja ni umoja madhubuti, basi ninaamini zipo nyakati nyingi sana za sisi kuzungumza. Wanawake, yapo mengi sana ya kujifunza kutoka kwangu. Mazuri chukueni, mabaya nirekebisheni, lakini ya kuzingatia ndiyo mengi mno. Pamoja na ujasiri wangu ulionifikisha hapa, lakini pia upo ujinga ambao umenifikisha hapa. Hapo mwenye akili ndiye atakayenielewa zaidi. Jamani, sheria zipo, na hasa sheria za kutulinda sisi wanawake, za kutulinda sisi na haki zetu za msingi zipo. Tusiwe kama Zainab tunapoonewa, msiwe kama mimi. Haya maisha, shida matatizo, tumeumbiwa na kila kukikucha. Mwombe sana Mungu atafanya njia.